Tangia tumepokea taarifa hizi siku mbili zilizopita nyuma, serikali kwa nafasi yake kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama tulianza kufuatilia kwa karibu ili kupata uhalisia wa nini ambacho kinaendelea katika maeneo haya. Bahati nzuri, kuna jitihada ambazo zilishachukuliwa na uongozi wa serikali ya kijiji cha Matongolo, lakini kata na tarafa kwa pamoja ama kwa umoja wao, ikiwemo kukaa pamoja na watu ambao wanadaiwa ni wamiliki wa eneo hili, lakini vile vile vikao mbalimbali vya kutoa miongozo ya kisheria ambayo iliwataka kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hao ambao wanadaiwa kuweka makazi katika maeneo haya hawapo kisheria na kiutaratibu. Ambaye aliishi wakati huo alishafariki, na kwa madai yao walishapata sehemu nyingine kama sehemu ya fidia ambayo wamejipa wenyewe. Kwa hiyo bado wameendelea kudai kwa mara nyingine tena kwamba wao ni wamiliki wa eneo hili, na kwa taarifa tulizonazo, eneo hili kumekuwa kukifanyika mauziano kinyume na utaratibu, kinyume na sheria, lakini eneo hili kumekuwa kukifanyika uvamizi. Wote mtakuwa mashuhuda, pamoja na alama zilizowekwa na watu wa ardhi kupitia halmashauri ya wilaya, kwa sababu eneo hili lazima tukubaliane, hili ni eneo ambalo limetengwa maalum kwa ajili ya shughuli za machinjio katika tarafa hii ya Magole, na wote lazima tukubaliane, machinjio haya hayakuja jana wala juzi, ni zaidi ya miaka kadhaa shughuli hizi zimekuwa zikifanyika katika maeneo haya. Lakini lazima tukubaliane kwamba aliyekuwa akiishi hapa ni ambaye alipewa jukumu la kutoa huduma ya ulinzi katika maeneo haya, na lazima tukubaliane kwamba hana kielelezo chochote cha kisheria ambacho kinamwonyesha kwamba alimiliki ama kizazi kilichopo leo kinamiliki maeneo haya. Mtakuwa mashuhuda, nimewauliza kama alau wana vielelezo ili watupatie tujiridhishe kwa pamoja. Ndugu zangu, lazima niliseme hili hapa Dumila, hasa maeneo haya ya Matongolo, kwa mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza sasa hivi, ardhi imekuwa ni mali sana. Kwa hiyo haya tunayoyaona matukio mbalimbali sio matukio ambayo yanakuja kwa bahati mbaya, wala sio matukio ambayo yamekuja kwa sababu tu. Kuna kitu ambacho kilifanyika kwenye uhalisia, na leo hii tunatafuta kujenga uhalali ili watu kukidhi matakwa yao. Eneo hili kimsingi, kwanza lazima niseme, linamilikiwa na halmashauri ya wilaya ya Kilosa, na tumepitia bikoni zile ambazo tayari zimewekwa kama sehemu ya kuonyesha upimaji ambao umeshafanyika. Sasa nini tumekibaini wakati tunapitia? Sio hawa tu, kuna na wengine nao pia wameingia na kufanya uvamizi katika maeneo haya, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Na hao ukienda mbali zaidi, hawakuingia wenyewe, kuna watu wako nyuma yao wamewaleta, na kama hawakuwaleta wameshafanya mpaka mauziano, na sasa wameingia, wanaendelea na hatua za ujenzi. Jambo la kwanza, tunapiga marufuku aina yoyote ya ujenzi inayoendelea katika maeneo haya, kwa maana maeneo hayo ambayo yamepimwa kama ni maeneo ya serikali tunapiga marufuku, kwa maana mwenyekiti wa kijiji na serikali yako, wenyeviti wako wa vitongoji, lakini mtendaji wa kata pamoja na afisa tarafa, ni marufuku kuendelea kwa ujenzi wowote ndani ya maeneo haya ambayo yanamilikiwa na halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Kwa hiyo hata hawa ambao wanaendeleza ujenzi, naomba wasimamisheni mara moja, wasiendelee na ujenzi na waje sasa wafuate utaratibu ili kusudi tufikie pahala tumalizane nao. Lakini la pili, kwa sababu ya taharuki hii ambayo imejitokeza ya kuwepo kaburi hili ambalo limekuwa kama limeshushwa kutoka mbinguni ndio limekuja hapa pasi na kujulikana mazishi yao yalifanyika lini, jamii ya hapa ilishiriki vipi, lakini katika kipindi chote hiko ambacho wananchi wa hapa hawakuwahi kuona kitu hiki ambacho kinazungumziwa kaburi, nako pia kamati ya usalama inalitolea maelekezo na maagizo. La kwanza, kuhakikisha halmashauri ya wilaya ya Kilosa ndani ya muda mfupi kutoka leo maeneo haya sasa yanalindwa na yanadhibitiwa ili kuondoa huu uvamizi ambao umekuwa ukiendelea.
kwa maana ya afisa ardhi, mwanasheria wa halmashauri, simameni katika nafasi zenu kuhakikisha kwamba mnakamilisha taratibu zote ili maeneo haya yamilikiwe kihalali na kisheria na halmashauri, kama ambavyo yamedumu kwa zaidi ya miaka 40 yakiwa kwenye mikono ya halmashauri. Lakini la tatu, kwa sababu ya taharuki hii ambayo imejitokeza na kwa sababu ya kukosa uhalisia na ukweli kuhusiana na kaburi hili, sababu ukisikiliza maelezo yanakinzana. Ukisikiliza maelezo hayana uhalisia. Ukisikiliza maelezo, kila mmoja anazungumza vitu vya kufikirika na kusadikika, jambo ambalo linatupa wasiwasi na jambo ambalo sasa linatupasa kwenda mbali zaidi, kufikiria, sio kufikiria kwenye hili kaburi ambalo tunaambiwa la 64 tu, lakini kufikiria na masuala mengine ya kiusalama kwa ujumla wake. Kwenye hilo tumelielekeza jeshi la polisi, lakini pia na mwanasheria wa halmashauri kuhakikisha kwamba taratibu za kisheria zinafuatwa ili kujiridhisha na kupata ukweli juu ya taharuki hii ya kaburi ambalo limejitokeza hapa. Kufanya hivyo kutatusaidia kwanza kuhakikisha kwamba kiusalama wananchi mnakuwa na amani, sababu najua kwa muda wa siku 4 sasa kumekuwa na taharuki kubwa, kila mmoja amekuwa na hofu, kila mmoja amekuwa na wasiwasi wa kutaka kufahamu zaidi nini ambacho kiko hapa. Kwa hiyo hili tumelichukua, na kama tumelichukua kuanzia sasa, eneo hili tutahakikisha kwamba macho yetu yote tunayaelekeza hapa, wakati wenzetu wanakwenda kukamilisha taratibu za kisheria ili kujiridhisha kilichoko hapa. Tuwaombe wananchi ambao mnadai kwamba kuna ndugu amezikwa hapa na wananchi ambao hamuamini kwamba kuna mtu amezikwa hapa, lakini na jamii kwa ujumla, kwa sababu ndio ambayo imepata taharuki, muiachie serikali sasa ifanye wajibu wake. Ukweli utajulikana ndani ya leo na kesho, nini kipo hapa.